Cup of Nation ambayo yatatanguliwa na michuano ya CHAN. Kwa hiyo Simba anapofanya vizuri, sifa na heshima kubwa inakuja Tanzania, na haswa tukiwa kwenye maandalizi ya kuhosti michuano mikubwa kabisa barani Afrika. Michuano ya African Cup wanayo kwa miaka zaidi ya 60 ya uhuru. Kwa hiyo ni lazima tuungane nao. Kwanza kumshukuru Mungu kwa wao kufika hatua hii ambayo na sisi tulishawahi kufika. Lakini cha pili zaidi ni kuwaombea sasa wapate nafasi ya kutoa ubingwa. Wakitoa ubingwa, kwa wale wasiojua, wanaipa changamoto Yanga ya kutoa ubingwa wa Afrika wa Champions. Kwa hiyo sidhani kama Yanga tunapaswa kuwa wanyonge, kwa sababu Simba akichukua ubingwa wa shirikisho inakuwa ni hamasa kwetu kwenda kuchukua ubingwa wa champion. Tukichukua ubingwa wa club bingwa, maana bado Simba anaendelea kuwa mtoto kwetu. Kwa hiyo sisi lazima tuwaombee Simba wachukue ubingwa wa shirikisho, ili na wao waje watuombee sisi tuchukue ubingwa wa club bingwa. Na Simba inapofanya vizuri ni sehemu ya hamasa kwa Yanga nayo kufanya vizuri. Ni shabiki maandazi tu ambaye atainunia Simba. Afu hata ukiinunia ndio tayari wameshaingia finali. Unajichosha tu. It had nothing kwa hapo kwenye kuingia finali. Wewe kwa uzoefu wako, upo kwenye mpira kwa muda mrefu, watu wanabishana. Wengine wanasema Simba wenyewe waliposti wanaingia finali yao ya pili, wengine wanasema ni finali yao ya kwanza. Kwa uzoefu wako kidogo, unaweza kushare na Watanzania? Hii ni finali ya pili ya Simba. Ya kwanza alicheza na Stella Abidjan, uwanja wa Taifa. Bolizozo akaleta mzozo, biashara ikaisha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shughuli ikaishia pale. Ameingia finali ya pili. Na kwa finali ambayo Simba ameingia, kwa sababu hitimisho la finali linafanyika Tanzania, naendelea kumwamini Mungu kwamba huu ni wakati wa Simba. Na hata kwenye Biblia kuna majira na nyakati. Sisi majira yetu yalikuwa kwenye shirikisho lililopita ambalo tulifika finali, na haya ni majira na nyakati ya Simba. Kwa hiyo nina imani kwa kuwa hitimisho la finali linafanyika Tanzania, hapana shaka Simba atachukua ubingwa. Jerry, kwa msimu huu Simba imefanya vizuri kwa finali, Yanga haijafanya vizuri. Nadhani Yanga wanacho cha kujifunza kwa Simba. Lipo somo la kujifunza kwa wenzetu walivyofanya vizuri. Timu kufika finali ambayo sisi tulishafika, na wao walijifunza kwetu, kwa sababu Yanga ameingia finali juzi tu. Simba kajifunza kwetu naye kaingia finali. Sasa tunasubiri Simba achukue ubingwa na sisi tujifunze kwake, twende tukachukua ubingwa wa club bingwa. Inawezekana, na huu ndio mpira, na haya ndio matokeo ya mpira. Yana matokeo ya ukatili, lakini yana matokeo ya furaha pia. Kwetu Simba kufika finali ni furaha kwa nchi, ni furaha kwa taifa, ni furaha. Tunajivunia uwekezaji wetu kama taifa, lakini tunajivunia kazi aliyoifanya Mheshimiwa Rais ya kutoa hamasa, kuongoza hamasa ya nchi, lakini inakwenda kututambulisha kwenye dunia ya mpira, kwa sababu tunakwenda kuhosti michuano ya African Cup of Nation, lakini tunakwenda kuhosti michuano ya CHAN, ambayo ili sisi tupate nguvu zaidi lazima Simba afanye vizuri, Yanga afanye vizuri, ili tunapokwenda kuwa wenyeji wa finali, basi anapokuja Mo Salah Tanzania, anajua hii nakwenda kwenye nchi ambayo Simba ni mabingwa wa kombe la shirikisho. Tunachohitaji ni sifa kwa nchi. Tunachohitaji ni Tanzania sasa kuingia kwenye ramani za dunia, kwamba na sisi tuna kikombe kikubwa barani Afrika. Na nadhani hii hakuna mtu anapinga, hata Yanga hatupingi. Tunachohitaji tu ni mafanikio ya nchi kupitia vilabu hivi viwili. Kwa uchache, nataka wewe ni mtu ambaye muumini wa mpira mzuri kwenye klabu ya Simba. Mchezaji gani ambaye amekuvutia kwenye michuano hii kwa performance yake ambayo ameionyesha? Mpanzu. Mpanzu ni ingizo lingine, hakuna anayekataa. Amecheza vizuri na anafanya vizuri, na nadhani kwa Mpanzu akicheza vizuri, ninamuona akifuata nyayo za Mayele. Mayele umeona akiwa anawakanda watu kule. Tunaamini, na kwa Simba kwa kuwa na Mpanzu ni mchezaji anajituma, ana bidii binafsi, anajua anachokifanya, na hata akiwa uwanjani unaiona tofauti yake na wengine. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa mchezaji waliye naye Simba wanaweza wakafanya vizuri zaidi.
Jerry, umekuwa ukiombea heri na ukiwatakia heri sana Simba kuelekea mchezo wa finali, lakini mpaka sasa hivi tukija kwenye ligi hapa tuna dabi ambayo haijachezwa. Wewe msimamo wako kama Yanga unaamini mechi ichezwe, au na wewe ni mmoja wao ambao wanasema bwana sisi hatuchezi, au busara itumike? Ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu mwachie Mungu. Unamaanisha nini? Hayo ni masuala ya Wallace Karia na kundi lake. Hayo ni masuala ya TFF. Ya TFF tuachie TFF. Unaweza kuwa na maoni juu ya hilo? Sina maoni kwa TFF. Wewe kama Yanga, maoni yako sasa? Mimi ni muumini wa mpira. Nilishawahi kusema na nilishasema na nitasema tena. Kuna wakati unafika huhitaji kuongea. Unachohitaji ni kuendelea kuchochea maombi kwa Mungu afanye jambo kwenye ligi yetu ya mpira. Kama kusema tulishasema, na hata nikiendelea kusema nitakuwa narudia kusema yale nilishakuya kusema. Sasa nimesema, sisemi tena. Acha tumpelekee Mungu kilio chetu. Mungu ndiye hakimu wa haki na muamuzi wa haki. Kwa mmemwachia Mungu. Tumemwachia Mungu. Mungu yeye ndo anajua atahukumu kwa haki na atahukumu kwa wakati wake. Lakini hatuwezi kusema wakati wote. Na sio kwamba tunapenda kusema. Wako watu wasema Jerry Muro anaongea kama nani? Anasema kama nani? Sasa hivi ndugu zangu, mimi binafsi ya TFF na waachia TFF na bodi ya ligi. Na kikubwa tutakachocheza kuwafanyia ni kuwapeleka kwa Mungu, kwenda kuwashtakia kwa Mungu. Mungu ndiye muamuzi wa haki. Hata wakisema twende tucheze, kuna Wallace Karia alafu kuna Mungu. Acha tumshtakie Mungu. Shukrani sana. Mimi nilikuwa msemaji wa Young Africans, lakini na mkuu wa wilaya wa Arumeru kama nitakuwa sijakosea vizuri, Jerry Muro. Heshima yako kiongozi. Salama. Vipi na umekuja kwa ajili ya shughuli kumwangalia mnyama baada ya kutinga finali? Hapana, nina siku ya pili na mimi ninapokea wageni. Tuna wageni wanatoka Senegal, Ivory Coast na maeneo tofauti kwa ajili ya shughuli pale chuo kikuu. Ni shughuli ya kiakademia, academics kidogo. Kwa hiyo tumekuwa na siku mbili za kupokea wageni, na bahati nzuri ikaangukia na wenzetu wanarudi. Na hapa tuliposimama ndio lango la wageni wote wanatoka na timu ya Simba nayo inatoka. Na si vibaya kujumuika na Watanzania, kuwalaki wenzetu, kuwashangilia na kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Ni mtu wa ajabu pekee ambaye hataunga mkono jitihada nzuri zilizoonyeshwa na timu ya Simba. Tunapotazama mafanikio ya Simba, tunatazama uwekezaji wa fedha uliowekwa na wadau wa soka, lakini na serikali. Tunaangalia fedha ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amekuwa akiitoa, lakini pia tunaangalia uwekezaji kwenye miundombinu ya michezo iliyowekwa. Lakini kubwa zaidi kwa wale wasiojua, Tanzania tumepata nafasi ya kuandaa michuano ya Afrika. It's not a game, it's a rich thing.